hiyo itakuwa ni mzigo mwingine mkubwa sana. Na niseme kwamba Raila Amolo Odinga ni kama ameamua kwenda retire na pesa wa Kenya. Nadhani wakati umefika kulipia mahali ambapo amengangania nchi, amengangania demokrasia, amengangania haki za Wakenya, lakini nadhani ashaamua sasa mahali umefika ni wakati wa kujilipa. Kwa sababu ukiangalia ile mambo imekuwa ikiendelea, ukiangalia mageuzi ambayo ilikuwa imefanyika katika mbunge, na tunatarajia kwamba mageuzi zitafanyika katika pia mbunge la mawaziri na makatimu wa kudumu katika wizara tofauti, wale ambao ni wakuu wa nyenzo tofauti tofauti, pia kutakuwa na mabadiliko. Nadhani huu mkataba mpya si mpya sana, kwa sababu ile mbindi tulikuwa nayo kuhakikisha kwamba Raila ameenda AU ilipokosa kufaulu, lazima angetafutiwa mahali, na si kutafutiwa mahali tu, ni atafutiwe mahali ili aweze kunyamaza. Kwa sababu Raila ambaye anazunguka, Raila ambaye hana kazi, anaweza kuwa hatari sana kwa serikali yoyote ambayo inatawala. Kwa hivyo ni lazima angetafutiwa mahali. Na niseme hata hajafika mwisho. Katika mustakabali wote huu na makubaliano ambao tumeona nakala zikitua sahihi siku ya leo, pia najua kwamba jambo la kwanza ni kwamba NADCO report lazima ikuje, wahakikishe kwamba rais mwenye yuko hakikishe kwamba imedhibitiwa na inafanyishwa kazi. Hiyo ni kusema ni kwamba tunakuja kutengeneza pia nafasi ya waziri mkuu na manaibu wawili ambao ofisi zao pia zitakuwa zinahitaji fedha zaidi ambao itatoka kwa kondi ya Wakenya. Na nadhani tukifanya siasa tulikuwa tumesema kwamba hatutachagua watu ambao watakuja kutengeneza nafasi za kazi za matajiri wakati maskini hawana kazi. Lakini sasa kwa Raila kuingia katika makubaliano ile tuliyosema hatujafanya, nadhani ndio tunakuja kufanya kama serikali ya Kenya Kwanza. Kwa sababu kama tutaweka hiyo ofisi ya waziri mkuu na manaibu wawili, alafu pia kutakuwa na ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani katika mbunge na seneti, na kutakuwa na mawaziri shadow cabinet ambayo pia inafaa kuwa inapewa pesa kutoka mfuko ya mwananchi. Hiyo itakuwa ni mzigo mwingine mkubwa sana. Na niseme kwamba Raila Amolo Odinga ni kama ameamua kwenda retire na pesa wa Kenya. Nadhani wakati umefika kulipia mahali ambapo amengangania nchi, amengangania demokrasia, amengangania haki za Wakenya, lakini nadhani ashaamua sasa mahali umefika ni wakati wa kujilipa. Kwa sababu ukiangalia ile mambo imekuwa ikiendelea, ukiangalia mageuzi ambayo ilikuwa imefanyika katika mbunge, na tunatarajia kwamba mageuzi zitafanyika katika pia mbunge la mawaziri na makatimu wa kudumu katika wizara tofauti, wale ambao ni wakuu wa nyenzo tofauti tofauti, pia kutakuwa na mabadiliko. Kwa sababu inaonekana hapa sasa ni wakati wa mavuno. Lakini pia mimi nimekuwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Nimekuwa nikijiuliza kama tamu ya ua sumu ya nini? Kama waliokuwa nao kuwa kwa upinzani ndo wanaingia kwa serikali, kuna haja gani ya kuwa katika serikali inayotawala? Sasa kuna haja gani ya kuwa naibu wa rais ambao utakuja utolewe kuwekwe mwingine bila kufuatilia masharti yoyote, hata nidhamu ya mbunge? Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba Wakenya wajue sasa lazima ajitetee wenyewe. Hakuna mtetezi ambaye amembaki. Kama mlikuwa mnatarajia Raila Amolo Odinga tu amemtetea, hii inatapeana tafsiri niseme ni kama vile kuna yule mbwa ambaye anachunga mbuzi na kuna yule mbwa mwitu ambaye anakula mbuzi. Ukisikia kwamba mbwa mwitu anayekula mbuzi wameshikana na mbwa ambaye analinda mbuzi, mbuzi ndo ataliwa, mbuzi yako peke yake. Kwa hivyo ningesema Wakenya waweze kuongea mahali popote ambao wako, wawe sasa wachukue rasmi kama ndio sasa viongozi wa upinzani. Wakiona kuna shida wanakosoa serikali. Kwa sababu wasipofanya hivyo, nadhani sasa sisi tuko peke yetu mahali tumefika. Na ningeomba ya kwamba hii kushikana kwa Raila na William Samoei Ruto, hii imekuja kutufinya kwa sababu ile abduction ilikuweko. Sasa tutaendelea na pale na kuwa sisi kama majensi na mamurimio, kwa sababu hatuna mtu wa kututetea. Na vyenye wameshikana kutakuwa kukikuja hii maandamano ilikuwa inakunja, sisi tutakuwa tukifinywa sana. Watu wataua sana mamirimio na majensi kwa sababu hakuna mtu wa kuwatetea. Raila wameungana na Ruto juu, kwa sababu mimi nilikuwa nadhani sisi kama wananchi Raila atakuja sisi kututetea kama majenzi. Na mimi naweza sema hivi, hajafanya poa, na naomba tu
sisi kama Wakenya tuungane na tujitetee sisi wenyewe, kwa sababu ni kama sasa hatuna mtetezi kwa saa hii. Mjua tangu nizaliwe tumemkuta tu akisumbua serikali ambayo imekuwa ikipewa nafasi na wananchi ihudumia wa Kenya, na akileta fujo huwa anapewa nusu mkate. Kwa hivyo baba, hata hii tulikuwa tunaona alienda Ethiopia, Addis Ababa, akatafuta ile kiti ya AU chairman akakosa, na lazima angekuja hapa nyumbani atafutiwe kazi ya kufanya na rais wetu William Samoei Ruto. Watu wa Mount Kenya, mimi nataka kuambia tuko kwa shida. Mliona alifukuza Rigathi Gachagua, amefukuza ma CS wetu, amefukuza ma chairman wa parastatals wetu. Kwa hivyo hata wakishikana na baba sasa ni kusema sisi tufinywe, na watu wote wa Kenya, wananchi wa kawaida watafinywa vilivyo, kwa sababu hata zile miradi zilikuwa zimeanza zikasimama, kama mabarabara, kama ma dispensaries, kama mahospitali kuu za national government, kama miradi zote ambazo zimekwama zote, sasa hakuna mtu wa kutetea. Kwa hivyo mimi najua kutoka leo sasa ni wizi bila kazi, na huu baba 2027 tunamhakikishia kwamba mmeshikana na rais wetu William Samoei Ruto, tutafukuza nyinyi wote nyumbani. Mmoja ataenda Bondo, mwingine aenda Sugoi, na sisi tutasimama nyuma ya Rigathi Gachagua, huyu Kalonzo Musyoka na wale wengine wa Western, akina Eugene Wamalwa na akina wote ambao watakuwa kitetea wananchi wetu. Kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi. Hii ni kazi tu, wamepangana, wamegawana serikali, na hatuna wasiwasi. Sisi tutaomba tu Gachagua msinyamaze, Kalonzo usinyamaze, wale Eugene Wamalwa usinyamaze, na Martha Karua pia usinyamaze. Na sinjafurahia na hii handshake ya Raila na president. Maana tangu mimi nilizaliwa nikijua kwamba Raila ndiye alikuwa anatutetea sisi kama wananchi na sisi majenzi. Kama saizi ukiangalia wakati mheshimiwa president alienda kutoa 20 million kwa kanisa, wakati shule zinasomea chini ya mti, ambapo Raila alikuwa anastahili aongea, lakini hakuongea kwa kuwa alikuwa ametiwa mfukoni, na sisi majenzi bado tunaumia. Kwa hivyo sisi hatunjafurahia. Nyambe njuge corona president ni desperate muno gukorwo ena arumiriri 2027 tondu atigire andu mamusapotaga akithie kwetherera ni tora muthori ugaga mundu agatiga monjashika unaenda kutafuta nenda kenda rudi riu ngwenda kugo ona rio rigitwe Raila Odinga akithiururuka akiugaga ni arariria andu guti andu araranagĩria ni marikanĩtio tene na guti kindu atanginengero riu ni president William Samoei Ruto niketha korwo akimusupport na ongirora na ndiko report oneno ya iratuika no nginya ni imwe ya kiria mekeranire ngirimiti erumiririo irathondeka githia prime minister na deputy prime minister uguo ni Wanjiku kunyitana kwao no Wanjiku mekuthi na mbere na kuritubiria murigo na kuongerera andu mangi magoti mangi niketha bote gukorwo makithondeka office njeru no menye office ya prime minister ni ria ruti wa wira ni ngari ni kona allowance na maundu mangi mingi na deputy mangeri no ngwenda kuga ona thina uria munene andu magiriro ni kuona tondu nyonire andu makirima mebau marugamite makinengera na thirikari magiriro kumenya undu wa mbere na ndiko report wona ya okaya implement undu wa mbere na deputy president ona uria ekuo kundari koragwo na uge ona mwe naguo na tariu ni urona uge ndari ni urona gukiario kuria gukwaragia nginya ni ekuriganagira kugwetwo na kuthie mbere ni mundu ni yobe misibi ngiringira deputy president Kidiki wekire ngamubuti tondu riu ukite kuburithio marimo tare wa burithio na njoke njere na mwandu andu makirima ni atiriri ithuwe kuma na turatuthuranaga ri ni tuthuranaga tuna gitumi nyende kuga ona ndagika eno ari urigwo makoretwo makeria ciaca iri koretwo ikibunji koretwo ciangaukano ukigwo kwa thio kuria kuna ndo mugo ayange